Habari kaka. Safi, kwema. Kwema, unaitwa nani? Mimi kwa majina naitwa Mudi. Ni shabiki wa timu ya Simba Sports Club. Timu ambayo inakwenda kuchukua ubingwa wa shirikisho barani Afrika kwa mara ya kwanza, kama kauli mbiu ambayo alizungumza rais aliyepita, Mwenyezi Mungu amrehemu, huko alipo John Pombe Joseph Magufuli, aliposema kwamba Simba iwe timu ya kwanza kuleta kombe la Afrika hapa Tanzania. Na ndicho hicho kinakuja moja kwa moja, kwa sababu neno kubwa anaozungumza mtu mkubwa huwa Mungu analipitisha na linakwenda moja kwa moja. Linaweza likachelewa kwa muda mfupi, lakini likatendeka kwa muda ambao baada ya hapo miaka 2-3 basi litafanyika. Kiwango ambacho umeona Jumapili mmecheza, unadhani mnaweza mkafuzu hatua inayofuata? Unajua bana sister, unajua kuna kitu kimoja watu hawaelewi. Mpira unapochezwa hususan nusu finali, kwanza wajue kwamba Simba kwa kipindi hiki cha karibuni ile ni nusu finali yao ya kwanza. Kwa hiyo lazima wachezaji wa Simba walikuwa na attention. Simba kiujumla na wale jamaa Stellenbosch ya South Africa, Simba alidominate mpira kwa dakika zote 90. Umenielewa? Simba ni timu bora katika bara la Afrika. Ni timu ambayo sasa hivi iko top 4, kwa maana iko nafasi ya 4. So mimi naamini ile mechi Simba walikuwa na uwezo wa kuimaliza zaidi ya goli 1, lakini huwa katika mpira kuna mistake ndogo ndogo zinatokea. Na kama mmeandikiwa mshinde goli 1 kwa siku hiyo mkashinda 1, kikubwa kwamba mmetangulia, basi mimi naamini wale jamaa hawezi kwenda kumbiti Simba goli 2 bila wala goli 1 bila. Naamini kabisa Simba anakwenda kuimaliza mechi kule South Africa, kwa sababu Simba alionekana kabisa ndo giant katika ule mchezo na aliweza kudominate mpira kwa asilimia zote labda 90 naweza nikasema. Si umenielewa vizuri? Kwa hiyo kitu ambacho nataka niwaambie wana Simba na wachezaji wa Simba, kama wataipata hii clip wakasikia, nilikuwa napenda sana niseme kitu kimoja. Hivi waache ule uselfish, kwa sababu pale mbele mnapofika mbele ndio maana hata huyu Deuji, mzee Azim Deuji kaweka mtu anayeassist naye anampa kiasi fulani cha pesa. Unajua kwa nini? Ile ni motivation kwamba unapopata mpira sio lazima wewe ushinde. Ina maana wewe unapopata ile nafasi, unapompasia mwenzako, kwanza unakuwa na sifa mbili. Unakuwa assist mzuri, bado unapata bonus, na bado lile goli na kuna kufungwa kwa faida ya timu, mnapata milioni 20 za mama. Na mama ameweka motivation ya milioni 20 ili Simba kalibebe ile kombe. Na naamini mama Simba akiingia finali ataongeza sio milioni 20. Naamini inaweza ikawa milioni 30 au milioni 40. Yaani hilo nakutabilia, na mama kama atasikia hii, na ndicho kitachotokea. Kwa hiyo kitu ambacho nilikuwa napenda niongee kwa mpira wetu wa Afrika, Simba kwa sasa hivi ni timu bora na ni timu nzuri. Kikubwa zaidi ambacho mimi nataka nishauri, ambao mtindo upo kwenye nchi hii, ni pale watu wanapokuja labda opponent wa mwenzako anakuja kushindana naye, wewe unapokuja unampokea, alafu ukishampokea unampa nyanja zote, yani mbinu zote. Remember bana brother. Bado lipo. Remember brother, kama watu wananisikia wajue hili, kwamba kesho Al-Masry atakuja, atakuwa mpinzani wa timu nyingine, otherwise Azam au Yanga au Singida United. Sijui umenielewa? Singida wanaitwa Singida United of course, au Singida Fountain Gate. Inawezekana wao Al-Masry au Stellenbosch wakawa wapinzani wa hizo timu. Sasa wewe umeshamfungulia nyanja zote. Ina maana kumbuka, anapokuja kuwa adui wako, ina maana hata wewe una kazi kubwa sasa ya kuweza kumfanyia mbinu ambazo kuweza kumbiti. Kwa sababu gani? Tayari umeshamfungulia. Mpira wa Afrika, sehemu zote Afrika, yani tunaishi kiafrika. Sehemu zote Afrika, hata bara la Ulaya, baadhi ya nchi huwa kuna mbinu zipo. Hata Arsenal walipocheza na Real Madrid walichukua ule uwanja wakaufunika juu. Ule uwanja unajifunga ukafungwa ili ile mbinu yao waliotumia, zile kelele za mashabiki wao ziwavuruge Arsenal ili wapotee kwenye ile mechi. Hizi ni miongoni zote za mbinu, wala wanaweza kutumia hizo na nyingine zipo, lakini hatuwezi kuoneshwa moja kwa moja. So mimi naweza nikasema kitu kimoja, Simba kama Simba na Yanga na washauri wasileteane figisu kwenye mechi zao za kimataifa, kwa sababu inawezekana Simba angeweza kushinda ule mchezo zaidi ya goli 4 au 3. Sawa? Lakini kwa nini unakuta unamuonesha opponent wa mwenzako mbinu ambazo zinamsababisha yule mwenzako kumfana, yani kushindwa kupata matokeo asilia yale ambayo yeye ameyapanga? Kwa hiyo hichi ni kitu kizuri, kwa sababu jambo la taifa, anapokuja adui kwenye taifa wote mnatakiwa muwe kitu hiki. Kama angekuja Fountain Gate ukampa mbinu sawa, angekuja Azam sawa, lakini amekuja timu kutoka Afrika ya Kusini, timu kutoka Al-Masry. Wewe unafikiri Waarabu watakujua wapi? Wale Waarabu wataendelea kupeana kupeana nguvu wenyewe.
Huwezi kukuta Zamalek anampa nguvu Yanga au Simba. Sasa hivi tunazungumzia, huwezi kukuta Stellenbosch kule Simba anaenda kupata nguvu kwa Orlando au Mamelodi. Hapana, kila mtu anasimama kwenye nyanja yake. Kwa hiyo ushauri kuanzia viongozi wa sehemu mbalimbali wanaojijua, hili jambo ni baya sana, kwa sababu unapompa mbinu adui, kesho atakuwa adui yako. Wewe atakuja kukuumiza kwa kutumia mbinu zile zile. Si inaeleweka vizuri? Kwa hiyo jambo la msingi mimi nalopenda kusema kwamba tuwe kitu kimoja, tushirikiane. Alau kama natoa kauli ya mama aliongea hapa nyumbani kwenu, sawa, nyifanyeni mambo yenu. Mama akarudia akasema kwamba kimataifa huko muwe kitu kimoja. Sasa nashangaa ile kauli ya mama, si kuna baadhi ya watu wanaipinga, na yule ni mheshimiwa, watu wanashindwa kuzifuata zile kauli, watu wako nje wazi wanafanya vitu ambavyo tofauti. Ila mimi naamini Simba anakwenda kumbiti Stellenbosch kwa sababu Simba tayari ana goli moja. Maana yake ili Stellenbosch amtoe Simba ashinde 2-0. Mimi simuoni Stellenbosch wa kuweza kufunga Simba 2-0 kwa sababu moja. Kitu ambacho watu wameshindwa kukiona kwenye ile mechi siku ile, Simba alivyokuwa amedominate mpira, Simba kuna kipindi yule Shabu Kalamo aliumia, alitolewa. Lakini kabla ya Shabu Kalamo kutolewa, Stellenbosch walishindwa kuifungua beki ya Simba. Lakini baada ya yule Shabu Kalamo kuumia, na maana Simba wana mapungufu ya center back. Yule center back aliweza kuwa ana play sana mipira ya header kwa upande wa Simba. Lakini baada ya kutoka pale nyuma alikaa huyu Kagoma na Hamza, na bado wale Stellenbosch walishindwa kuwafungua Hamza na Kagoma. So why kama wataenda kule timu imekamilika, mimi sioni Stellenbosch kumfunga nani Simba. Yaani mimi sioni, naamini hilo. Yaani sioni, kwa sababu mimi naamini Simba labda wale Stellenbosch wakasuruhu na Simba, sio kumfunga Simba. Yaani hili dada nakwambia, naomba hichi kidio cha kahawa cha Karume, sawa, naomba baada ya hiyo mechi tarehe 27, naomba tarehe 28 uje tena. Hii clip uiweke vizuri, uhifadhi. Na ujue hichi ninachokuambia kwamba uje tena uniambie ilikuwaje siku ile ukajua. Mimi nakwambia kimbinu. Yaani kimbinu zaidi. Wale Stellenbosch hawawezi kumfungua Simba. Labda kwa sababu ni nyumbani, labda wapewe goli la penalti. Hata mimi sielewi hiyo. Kama watapewa goli la penalti kutafutiwa na referee, it may be, lakini sio kumfungua Simba. Hawawezi. Mimi naona kwamba Stellenbosch anaenda kufungwa na Simba anarudi huko, anaingia finali. Na finali kombe litakuwepo hapo Benjamin Mkapa. Na hili naliomba viongozi wa serikali, na waomba sisi raia wenu wema, naomba sana pale meneja yule wa uwanja wa Taifa, mimi nasema na waomba muondoe, kwa sababu hana usimamizi mzuri. Mmenielewa vizuri? Hana usimamizi mzuri. Haiwezekani uwanja miezi 8 unatengenezwa pichi haiishi. Leo hii Simba tungemshuhudia na watu 65,000, lakini tunaenda kumshuhudia Simba na watu 15,000. Tumepunguza gepu la watu na mshabiki kama ni mchezaji wa 12. Zile kelele zingewachanganya wale Stellenbosch. Pengine sio goli moja, angefungwa zaidi ya goli 4 hapo au goli 3 kama alivyofungwa Almasri goli 2. Kwa hiyo mimi naomba kitu kimoja, serikali yangu sikivu ya Mama Samia, mama shupavu, mama ambaye hana mbambamba, au sio? Mimi namsifia, yani yuko kidete katika jambo lake. Mimi naamini ili ashindwe. Mimi ninachomuomba yule pale meneja aondolewe, kwa sababu meneja akashindwa kusimamia vizuri uwanja. Mpaka leo uwanja mvua inanyesha kidogo, matokeo yake nini? Ina maana inaonekana taarifa zake sio nzuri kwa viongozi wake. So aondolewe, awekwe mtu ambaye anayejua namna mazingira ya uwanja ule unatakiwa uweje, ili uwanja uwe bora na mechi zetu zichezwe pale, kuanzia Simba, Yanga, Azam, mechi za kimataifa. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba swala la msingi kabisa, mechi hii kama Simba anafanikiwa kuingia finali, ichezwe pale Taifa, kwa sababu inapochezwa Taifa kwanza ni sifa kwa serikali yetu, na mama ni msikivu, naamini hili litakuwa, na ashindwe na ataweza. Na hata kama kuna watu wanamfanyia figisu, basi watashindwa wao. Mama anaweza na itafanikiwa. Simba inaenda finali na finali itafanyika Taifa. Ina maana pale Taifa tutajaa watu 60,000. Sawa, watu 65,000 tukijaza ule uwanja, kwanza atmosphere ya Taifa itaonekana, kwa sababu kwanza sisi tunajiandaa 2027 kuandaa kombe la mataifa Afrika. Ina maana ile atmosphere itaonekana pale uwanja wa Taifa, namna tulivyojaza uwanja itaingizwa kwenye rekodi ambayo itaonekana kumbe kuna kila namna ya ufunguzi ufanyike Tanzania, na finali ikiwezekana ifanyike wapi? Tanzania. Kwa hiyo ili serikali yangu iplay part yake, hii ni nafasi, golden chance
isidharau wala isiachie, isimweke mtu mmoja kumfurahisha yule meneja. Mimi nataka wa make out, yani hana issue yoyote. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo mimi jambo la msingi kabisa, mimi naamini Simba anakwenda kumbiti Stellenbosch, Simba anaingia finali. By the way, finali tunaanza ugenini. Tunakuja kumalizia Benjamin Mkapa. Atoki pale Berkane. Naamini kabisa anatolewa, tunachukua kombe. Na hii ndio itatengeneza atmosphere nzuri na ya kuona Watanzania ni watu wa mpira. Na hapa naamini 2027 mataifa Afrika ufunguzi utafanyika Benjamin Mkapa. Watani zangu wa jadi Young Africans, mimi kuna jambo nataka niwaombe kitu kimoja. Kama wananisikia, mimi ni Simba. Viongozi wa Yanga kama kweli wananisikia, nyinyi mmemfunga Simba mara 4 mfululizo na mnatamba kwamba Simba ni mteja wetu. Sasa kitu cha kwanza, kwa nini huyu mteja wenu mnaogopa kucheza naye? Si mnaenda kumfunga? Hebu warudi nyuma, wasitake pointi za mezani. Sawa? Sheria hiyo wanaosema ifuatwe sheria gani? Kwa sababu kama sheria kufuatwa, mtu wa kwanza mwenye makosa ni yeye. Yeye sawa alimzuia Simba, lakini TFF ndo aliahirisha ile mechi. Sasa unataka pointi wakati mkuu wako anaokusimamia mpira alishaahirisha mechi. Sasa niwaulize, hiyo mechi referee siku ile wa mchezo alikuwepo? Yaani itakuwa kitu cha ajabu, dunia itatushangaa na sisi tunaenda kuandaa mataifa Afrika ili tusionekane kituko. Mimi naomba viongozi wa Yanga ni wasikivu na viongozi wa serikali na viongozi wa TFF wakae wayamalize haya, kwa sababu italeta taswira mbaya kwenye taifa. Sisi tunakwenda kuandaa mataifa Afrika. Leo hii wasikie mtu kapoa pointi, alafu referee akuwepo, linesman akuwepo, kamisa akuwepo, wewe unapewa pointi ili upate ubingwa. Itaonekana ni magumashi ya hali ya juu na ni aibu kubwa. Kwa hiyo mimi ninachotaka timu ya Yanga ikae chini, itafakari na viongozi wake na hao washabiki, kwa sababu washabiki wa Yanga wanachotaka wao kuifikia rekodi ya Simba mara 4. Mimi najua hilo. Yaani kutoa ubingwa mara 4 mfululizo ili waifikie rekodi ya Simba. Sheria ya mchezo kama kweli wanafuata sheria. So wanasema wanafuata sheria. Sasa tuwaulize, je, siku ya mchezo referee alikuwepo? Hayupo. Linesman alikuwepo? Hayupo. Kamisa alikuwepo? Hayupo. Sasa mnafuata sheria gani? Kama nyinyi mnafuata kweli sheria, hapa sheria iko wapi ya kupewa nyinyi pointi 3? Si mnaenda kisheria? Twende kisheria hivyo hivyo wanavyotaka wao. Haya, tuambieni nyinyi, ikiwa linesman hayupo, kamisa hayupo wa mchezo, sawa, hata kamishna wa mchezo hayupo, hata huyu referee hayupo wa mchezo. Je, kisheria mnaitoa wapi sheria kupewa nyinyi pointi 3? Watujibu sisi hilo swala. Kama lipo hilo, unaweza kupewa pointi 3 na hawa watu hawapo. Basi tunataka hiyo sheria watuambie wameitoa wapi? Wameitoa FIFA, wameitoa kafu, au wameitoa kasi walipoenda? Si umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo hivi vitu ndio tunavihitaji sisi. Kwamba kama tunafuata sheria, mechi ipigwe. Aliyemaliza ule mchezo sio Simba. Aliyelisha ule mchezo ni TFF, ni bodi ya ligi. Sasa kama bodi ya ligi wameilisha mchezo, na nyinyi Simba, Yanga, Azam, sijui Fountain Gate sijui na nani, mko chini ya nani? Na mko chini ya bodi ya ligi. Kwa hiyo kati ya bodi ya ligi na Yanga na Simba na Azam nani mkubwa? Ni bodi ya ligi. Sasa wai mkubwa wako unamkana, na yeye ndo anasimamia minajimu yenu yote, misingi yote. Sasa mimi nilikuwa nahitaji, kama kweli viongozi wa Yanga wanatumia akili na wanasema kwamba tutoe ili tuikanushe ile kauli ya Bwana Manara alosema wenye akili wawili. Kama kweli wanatumia akili na kama kauli ya Bwana Manara inayosema wenye akili wawili, basi mimi nitaivunja ile kauli ya Bwana Manara endapo kama Yanga wataingiza timu uwanjani, kwa sababu watakuwa wamefuata kimisingi ya sheria kama sheria wanaotaka wenyewe. Nikushukuru. Asante sana dada.